Sasa hivi kosa linalojadiliwa mpaka muda huu ni kuhusiana na usajili wa Elie Mpanzu ambao unaumiza sana vichwa vya mashabiki wa klabu ya Simba, kwa sababu mpaka sasa hivi taarifa zilizopo ni kwamba Elie Mpanzu amesaini kwenye klabu ya Simba ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo hapa tumebakiwa kwamba na msimu unaofuata ambao unafikiri utakuwa ndo msimu wa mwisho kwa Elie Mpanzu. Bila shaka sio taarifa ambazo kwa mashabiki kwamba labda wanazifurahia, ila ni taarifa ambazo huenda ikafikia hatua na wakati ambao Elie Mpanzu gari litakuwa limewaka, alafu kwa huo muda sasa hapo ndo panaanza kuwa na changamoto, kwa sababu leo hii nafikiri hakujatokea zile ofa za kumchanganya Elie Mpanzu, lakini hebu imagine kwa wale wanasoka zaidi kwamba ikafikia hatua ambao Elie Mpanzu akaonyesha kilicho bora zaidi na timu ambazo zikaonekana kuwa ni bora zaidi ya klabu ya Simba zikiwa zinamtaka mchezaji kama huyu, tena kwa mkataba ambao umeweza kusainishwa ndani ya mwaka mmoja, manake kuna kuwa na wepesi na urahisi wa kuweza kumsajili mchezaji kama huyu. Kwa hiyo ni swala ambalo nafikiri klabu ya Simba inabidi iendelee kujitathmini, kwa sababu mpaka sasa hivi nafikiri iko wazi hakuna asiyefahamu kwamba Elie Mpanzu mkataba uliopo kwenye klabu ya Simba ni mkataba wa muda mfupi, na watu wanachoogopa ni kwamba gari likawaka alafu mwamba akaondoka tu kama masiara. Yani ndo kama yale yaliyomtokea Jean Otos Baleke ambaye pia alikuwa kwa mkopo kwenye klabu ya Simba, huku bado akiwa na mazungumzo na makubaliano na timu yake ya TP Mazembe, pamoja pia na timu ambayo tayari ilikuwa ilishawahi kufanya naye biashara ambayo pia ilikuwa ni AC Vita Club. Kwa hiyo bado mambo yakawa ni mengi sana, na mwisho siku akajikuta Jean Otos Baleke kwa muda huo Simba ambao walikuwa kimuhitaji, mambo yakawa ndivyo sivyo. Sasa turejee kwa Elie Mpanzu ambaye mkataba wake ni wa muda mfupi. Simba ifanye nini ama uongozi wa Simba ufanye nini? Nafikiri kiuhalisia kwa opinion yangu zaidi ni kwamba mwekezaji wa klabu ya Simba huenda akawa na nguvu ya ushawishi wa kutengeneza mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba Elie Mpanzu anabakia kwenye ardhi ya Tanzania na anaendelea kutumikia klabu ya Simba, ili mradi isije ikafikia hatua ambapo akawa ndo mchezaji wa muhimu, mchezaji wa kutegemewa, alafu bado ukaonekana kwamba kuna ukakasi ambao unaoendelea kwenye swala zima la usajili. Nafikiri nikupe pia muda wa kuweza kuandika chochote kile ambacho utahisi kabisa kinaweza kikajenga soka letu ama swala zima la hili sakata la Elie Mpanzu kuwa na mkataba mfupi kwenye klabu ya Simba. Tukutane kwenye comment, na hii ni Hatboy Media.